Upande wa Singida wameonekana kuwa bora sana kwenye dakika 45 za kipindi cha kwanza kwa kutumia makosa ambayo Simba wamekuwa wakiyafanya. Lakini sielewi kwa nini kocha Fadlu kaamua hichi ambacho amekiamua leo, labda pengine ni kwa sababu ya uchovu wa wachezaji kwa kuanzisha mabeki ambao kwa eneo la pembeni ama fullback ambao tumewazoea kila siku hatujaona wakianza, badala yake amemwanzisha Noma pamoja na Duchu, kitu ambacho kimesababisha kupunguza ubora wa Simba Sport Club, kwa sababu mashambulizi mengi ya Simba yanatengenezwa kwenye maeneo ya pembeni, maeneo ya Zimbwe pamoja na Kapombe, lakini kitu ndani ya dakika 45 hatujakiona, kiasi kwamba Simba wamekuwa wakilazimika kupitia eneo la katikati. Na ukiangalia timu ya Singida, kocha David Ouma amekuwa bora sana kwenye eneo la viungo, kiasi kwamba Simba wanapata ugumu viungo wale wawili Kagoma pamoja na Ngoma kupenya kwenye eneo la katikati. Kitu ambacho nimekiona kingine kwenye dakika 45 za kwanza ni namna ambavyo Singida wamekuwa bora sana kwenye kutengeneza nafasi. Hawajatengeneza nafasi nyingi of course, lakini nafasi chache ambazo wamezitengeneza wameweza kuzitumia. Nafasi ya kwanza ya Soa ametumia makosa ya mabeki wa walinzi, kuanzia kosa ambalo lianza kufanyika kwenye eneo la kati na kuipatia goli timu yake, lakini pia goli la pili ambalo ni makosa nafikia Shemalon kurudisha mpira back pass kwa kipa ambaye ni Alisalim, na tunajua kabisa Alisalim sio kipa ambaye amecheza mechi nyingi Simba, kwa hiyo hata match fitness yake sio kubwa kulinganisha na Kamara ambaye aliumia kwa dakika 28 ya mchezo, kitu ambacho kimesababisha pia Simba kuadhibiwa kwa goli la pili. Kwa upande wa refa Aladiga, naona refa yuko fair, siwezi kutoa malalamiko yangu kwa refa kwa sababu sijaona na sehemu yote ambayo refa amechezesha vibaya. Kwa hiyo nini kitu ambacho nakitegemea kwa dakika 45 kipindi cha pili, kocha Fadlu atajaribu kufanya mabadiliko, au kama ningekuwa na nafasi ya kumshauri ningemshauri afanye mabadiliko kwenye eneo la maeneo ya pembeni ya Simba, kwa maana ya kwamba aidha patikane beki mmoja Zimbwe au Kapombe kureplace nafasi ili kuweza kuisaidia Simba kutengeneza mashambulizi kupitia pembeni. Na kwa namna Singida wanavyocheza, kama Simba atakuwa bora kupitia maeneo ya pembeni, nafikiri Simba wanaweza kurudisha hizo goli zote mbili. Lakini kama kocha hatofanya hicho ambacho nakionelea mimi, au atakuja na hatobadilisha mpango wa mechi, nafikiri mechi itakuwa imeishia hapa. Ni hayo tu, asante. Lakini uchambuzi wako inaonekana kwamba kocha Fadlu alipuuza kikosi cha leo Singida au alipuuza mchezo mzima. Hapana, siwezi kusema kwamba kocha alipuuza mchezo, lakini kitu ambacho kimetokea, ukiangalia mechi ya Simba na Singida ijachukua muda ambao wa kucheza haujawa mrefu. Ni juzi, nafikiri kwa Jumatano ndio umecheza mchezo wa ligi na Simba akafanikiwa kushinda. Kwa hiyo kwa vyovyote vile kiufundi lazima kocha angefanya rotation ya kikosi, kwa sababu wachezaji pia uchovu pia na safari. Kwa hiyo sioni kama alikuwa na makosa ya kiufundi. Pia ameangalia kuepusha wale wachezaji na injury, ndio maana ameanzisha wachezaji wengine, kwa sababu wachezaji wa Simba hawatofautiani sana kiubora, japokuwa kuna wachezaji ambao wanatofautiana sana kiubora, lakini sioni kama ni kosa. Sema tu ni mpango wa mechi wa Singida umewafanya Singida kupata matokeo mapema zaidi kwa kutumia makosa ya Simba. Makosa ya Simba ni yapi? Makosa ya Simba yanaanzia kwenye eneo la maeneo ya kati. Maeneo ya kati ambapo Singida wamekuwa, yani tunaweza kusema wameoverload, wamewazidi Simba kwenye maeneo ya katikati ya uwanja. Ndipo ambapo Singida wamekuwa bora zaidi kuliko Simba. Viungo wao wale ukiangalia wanavyocheza, wanacheza vizuri sana kiasi kwamba pasi zinaweza kupita kwenye maeneo yale, yani wanapiga pasi kutokea katikati kwenda kwenye maeneo ya pembeni ambapo kuna udhaifu wa Simba. Lakini binafsi unakubali uwezo wa Singida ni timu bora, yani kila mtu analijua kwamba Singida ni timu bora. Singida ni timu bora, ni timu moja kati ya timu ambazo kwenye ligi yetu wana vikosi vile ambavyo wana kikosi cha kutisha zaidi, wana wachezaji ambao ni first class, kwenye wanaweza kucheza hata kwenye vilabu vyetu hivi vikubwa ambavyo tumevizoea Simba na Yanga. Wale ni professional player anajua nini amekuja kukifanya hapo. Ukimwangalia striker kama Jonathan Soa, ukimtengenezea nafasi 3 ana uhakika wa kukupa goli 1 mpaka 2, na tumeona hapo nafasi ambazo zimetengenezwa first half za wazi kabisa kwa Jonathan Soa ni 2 na 1 ameweza kuitumia, ukiachana na ile ambayo ilisababisha foul kwa Kamara, kitu ambacho kimemfanya mpaka akaenda nje ya uwanja. Kwa ukubwa wa Simba, uwezo wa kufanya hivyo wanaweza, kwa sababu ukiangalia hata statistics za mechi ya Simba pamoja na Singida, Simba wameshinda mechi nyingi kuliko Singida, na sidhani kama kitakwimu Singida amewahi kushinda mechi mbele ya Simba zaidi ya sare. Kwa hiyo kwa Simba na waifahamu ni timu kubwa na ni timu kongwe, imecheza michuano ya kimataifa mpaka hatua ya finali, wana uwezo wa kurudisha hizo goli zote mbili kama kocha atarudi na kuweka mpango mpya wa mechi. Lakini pia unategemea Singida Black Stars waje na mipango gani ili
kufanya ubao usome vile vile au ongezeke? Kama David Ouma atakuwa mjanja, nafikiri atalinda kile ambacho ameshakipata, kwa sababu Simba ni timu kubwa. Kama David Ouma atakuwa mjanja, nafikiri ataongeza zaidi viungo wa ulinzi pamoja na mabeki ili kulinda kile alichokipata kipindi cha kwanza, kwa sababu tunapoongelea mchezo sio mchezo wa point 3, huu ni mchezo wa mtoano, kwamba atakayeshinda ndio atakayeenda hatua inayofuata. Kwa hiyo kama ningekuwa na nafasi ya kumshauri au kulishauri benchi la ufundi la Singida, ningewashauri kwamba walinde kile ambacho wanacho, kwa sababu Simba ni timu kubwa na inaweza kubadilika muda wowote.